Shaban TV, we are the best. Ni wako wa msejo, nyuma ya kamera yupo Monster. Na tupo kwenye uwanja wa zoni ya 14 ambapo kunapigwa mechi kapambe ambayo ni nusu finali ya kata na shoka ambayo kutanisha miamba Emmanuel Ikani Asco Otroa dhidi ya Alliance de Force. Ni baada ya kushindana kwa dakika zote 90 na tutakwenda moja kwa moja kwenye mikwaju ya penalty. Na yupo langoni mlinda lango wa Alliance de Force ambaye ni Mwene. Anakwenda kubutua penalti ya kwanza kabisa mchezaji wa Asco Otroa ambaye ni Simba ambaye ni namba 4 mgongoni na hoza mkuu wa kikosi hicho. Ni mechi kabambe sana, moja kati ya mechi kubwa ambayo imekusanya maelfu ya watu kutoka sehemu mbali tukimshuhudia De Gaulle Yamale akiwa kwenye benchi pale kushuhudia mchezo. Ni moja kati ya michezo ambayo ilikuwa na mshindani mkubwa, huku Otroa Asco wakianza kuweka bao la kwanza nyavuni na mchezaji Yusufu, huku likiondolewa na mchezaji Yona. Mpaka kufikia sasa hakuna mkwaju wote ambao alikwenda kupigwa, lakini yupo na mpira mchezaji Simba, mchezaji wa Asco Otroa, na yupo langoni pale golikipa Mwene ambaye ni golikipa wa zamani wa timu ya Makabe City kutoka NA. Na hii leo ametambulishwa kwa mara ya pili kwenye kikosi cha Alliance. Alicheza mchezo wake wa kwanza dhidi ya Chipukizi, huku matokeo yakiwa Alliance ya wakawa na ushindi wa bao moja. Kitu gani atakwenda kukifanya mchezaji Simba? Na ni bao la kwanza kabisa la mchezo, penalti moja utulivu sana ambayo kwenda kuweka nyafuni mchezaji Simba. Ni bao moja wananufaika Otroa Asco. Anainuliwa kutoka kwenye kikosi cha Alliance de Force mchezaji Zimbwe Junior ambaye ni namba 12 mgongoni. Atakwenda kufanya nini dhidi ya Zuberi? Mmoja kati ya magolikipa chipukizi sana ambao wanaendelea kufanya vizuri kwenye mikwaju hii ya penalty. Alihipa Otroa Asco faida ya ubingwa na kutoa ubingwa dhidi ya Feba Espoir uwanjani D1 akiondoa mikwaju ya penalty mitatu. Je, kitu gani atakifanya leo? Amekutana na miamba hii ambayo imeshindikana kwenye mikwaju ya penalty ambayo ni Alliance de Force na ni Zimbwe dhidi ya Zuberi. Kitu gani atakifanya? Zimbwe ambaye ni namba 12 mgongoni. Zimbwe ameikosa penalty. Anao Zuberi ameidaka na miguu kabisa, alikuwa tayari ameama lakini ameokoa kwa miguu yake pekee. Ameikosa pena hiyo Zimbwe, huku Asco wakifaidi penalty moja. Ameinuliwa mchezaji Yusufu ambaye ni namba 3 mgongoni ambaye alikuwa ni mfungaji wa bao kwa upande wa Otroa Asco. Ni Yusufu dhidi ya Mwene. Ni kitu gani, matumaini gani watakuwa nayo wachezaji wa Alliance baada ya kukosa penalti ya kwanza? Ameingia nyavuni tena golikipa Mwene. Ni kitu gani atakifanya? Ni Mwene dhidi ya Yusufu. Yusufu ambaye ni namba 3 mgongoni mchezaji wa Asco Otroa. Kitu gani atakifanya Yusufu? Ameiokoa penalti. Ameshindwa. Amemtoa Mwene. Ndani msema tutakwenda kushuhudia kitu gani atakifanya Alliance. Na yupo wima mchezaji The Wing ambaye ni namba 3 beki kitasa kabisa ambaye hajawahi kushindwa penalti kwenye hatua yoyote ile toka aanze kucheza mpira hapa nyumbani. Mmoja kati ya wapiga pena aminifu sana kwenye vikosi hivi ni mchezaji The Wing dhidi ya Zuberi. Yupo Kidea, yupo imara golikipa Zuberi. Ikumbukwe Alliance amepiga penalti moja wakikosa, huku Asco Otroa wakipiga mbili wamekosa moja na kuweka moja nyavuni. Na ni penalti ya pili Alliance atakwenda kuibutua. Kitu gani atakwenda kufanya mchezaji The Wing? Ni The Wing dhidi ya Zuberi. Ni mamona. Ni The Wing dhidi ya Zuberi. Ni tisha zile za pale. The Wing anajaribu kumtisha golikipa. The Wing imara zaidi. The Wing ameweka nyavuni na ni bao lile. Ni mchezaji ambaye hajawahi kukosa penalti hata moja, na hii leo ameifunga tena kama kawaida yake. Atatambulishwa mchezoni golikipa Mwene tena. Ni tafsiri zile za hapa na pale. Mpira uliingia
ukazama ukapiga kwenye chuma cha nyuma ya lango, alafu tena ukarudi. Wanazidi kuendelea na mikwaju timu zote mbili, huku ikiwa Alliance wameshindwa moja, ASCO nao wameshindwa moja. Kila timu imefunga penalti moja moja. Mchezo bado ni mgumu. Wameanza ASCO, wameondoa Alliance. Tena wameanza kwa mara nyingine ASCO, na ni mchezaji Faraja Kashindi atakwenda kupiga penalti ya tatu kutoka kwenye kikosi cha Otrua ASCO, ambaye namba 12 mgongoni ni Faraja zidi ya Mwene, na mashabiki wakimwimbia Mwene sevu. Ni kitu gani atakifanya golikipa huyo? Ameweka tena pili, ameweka penalti ya pili. Huyo ni Mwene, golikipa wa zamani wa timu ya Makabe City, ambaye aliwahi kuitumikia timu ya Baraka Mosa akiwa kwenye mkopo wa msimu mmoja, huku Alliance wakaona ni vema wakafanya sajili ya moja kwa moja na kumhamisha kwa mkataba ambao utadumu, na amesimamishwa mchezoni mchezaji Shukuru ambaye ni Tom Cruise, ambaye ni mchezaji namba 8, ambaye alitoka mchezaji bora wa ligi ya mikwaju ya penalti pale M1 ligi ya Annabelle King ya penalti. Alipiga mikwaju yote nyavuni bila kukosa mkwaju hata moja. Na kitu gani atakwenda kukifanya leo dhidi ya Zuberi? Ni Tom Cruise mwite Shukuru, ambaye ni mwanandoa huyu ambaye ana mke ila bado hajapata mtoto, bado mke wake bado ni mjamzito. Tom Cruise mmoja kati ya wachezaji tulivu sana kwenye safu ya kati wa kikosi ya Alliance. Tom Cruise dhidi ya Zuberi, mmoja kati ya namba za faida sana, namba muhimu sana za dunia. Shukuru ameiweka nyavuni, wanazidi kufaidi Alliance de Force, wanaendelea kukianzisha ASCO Otrua, huku Alliance wakiwa wanasawazisha. Ameinuliwa mchezaji nguli kabisa kutoka kwenye kikosi cha Otrua ASCO, ambaye ni namba 2 mgongoni, ambaye si mwingine ni Jumatano. Ni aliingia kwa ajili ya kupiga mikocha penalti pekee. Mchezaji Juma ambaye amevalia jezi namba 2, ni kitu gani atakwenda kukifanya kwenye hatua hii ya kata na shoka? Hatua ngumu sana kwa miamba ya ASCO, hakuna wanachokiamini. Wamekosa penalti 2 huku Alliance wakikosa penalti moja pekee. Wanazidi kuambiwa hii ndio Alliance, haikubali kupigwa mpaka filimbi ya mwisho. Walikuwa na matumaini tayari watu wa Otrua ASCO, lakini matumaini alikwenda kuvunjwa kabisa kwa dakika 90. Ni kitu gani atakwenda kukifanya mchezaji Juma zidi ya Mwene? Ikumbuke Mwene amekwenda kwa penalti 2 mpaka kufikia sasa. Juma na Mwene, ni Juma ameiweka nyavuni na anamwambia golikipa kuwa ni akili ndio inatumika. Amehamishwa kutoka upande aliyopo na kwenda upande wa pili, na ameinuliwa mchezaji Kicho ambaye amevalia jezi namba 4 kutoka kwenye kikosi cha Alliance de Force. Ni Kicho zidi ya Zuberi, mmoja kati ya wachezaji wa kongwe kabisa, wa Alliance de Force ambaye ana miaka mingi toka aanze kutumikia kikosi hiki. Usisahau hii ni Shaban TV, pia ni Shaban Cup, hatua kwanza kabisa, raundi ya kwanza kwa daraja la kwanza. Usisahau subscribe, like na kucomment kwenye channel zetu ili zidi kupata vitu vyetu vitamu kila itao. Leo ni wako wa Mseja wanipo sambamba na Monster. Ni Kicho zidi ya Zuberi, mchezaji Kicho ambaye amevalia jezi namba 4. Kitu kinatakwenda kukifanya kwa mchezo, wanazidi kuaminiwa na memba hii ya Alliance. Kicho ameweka nyavuni, wanazidi kushangilia Alliance de Force, anamwambia ni nguvu moja. Anakwenda kuinuliwa mchezaji wa Otrua ASCO, ni wanazidi kuchatamaa pale. Ni nani atakwenda kuinuka? Hakuna ambaye anainuka mpaka kufikia sasa. Ni nani atainuka? Lakini ni Zuberi, ni kipa ule zidi ya kipa mwenzie, akikwenda kuiokoa penalti hiyo. Huyo golikipa, mpira utakuwa umeisha kabisa, na akiweka nyavuni tutasubiri penalti ya mwisho kutoka kwenye kikosi cha Alliance de Force. Ni Zuberi zidi ya Mwene ambaye ni golikipa wa mapenalti, wanaaminika kwenye mikwaju ya penalti, ndio tege ambazo wanazidi kuzitumia. Ni wako Msejo. Zuberi zidi ya Mwene, Zuberi amekosa. No, imetamatika. Wamekata tiketi ya Alliance kwenda kwenye final. Wamekata tiketi hiyo, wanazidi kusimama wima mashabiki wa Alliance, na uimara ambao wanazidi kuonyesha mpaka kufikia sasa. Ni timu pekee ambayo ina upinzani mkubwa, ambayo inaendelea kuwa na matokeo mazuri kila itao. Leo ni Alliance
Otwa Afku wamebaki baada ya kushinda kupigwa mikwaju ya penalti na kukosa penalti 3. Wapo vichwa chini wachezaji wa Otwa Afku, wapo wima Alliance Defense kwa ukosefu wa Onana, lakini timu inaendelea kufanya vizuri na goalkeeper namba 2 wa kikosi kabisa. Shaban TV, we are the best.